Na hapa liko jambo naomba nikueleze ndugu mwandishi wa habari kwamba yako maneno ambayo mimi napenda kuyasahihisha. Kuna baadhi ya watu wanatulaumu nasema mashehe nyie, na baadhi ya hata kwa sababu jambo hili sio kama linasemwa na mashehe tu, linasemwa na hata wasiokuwa mashehe. Kumekuwa na malalamiko ambayo yako kwenye jamii na yamekuwa yakijadiliwa kwamba ninyi mashehe hamtaki kuzungumzia swala la haki hasa kwenye vyama vya upinzani. Baadhi ya viongozi kutoka vyama vya upinzani watakamatwa, watawekwa ndani. Nyinyi mashehe mmekuwa hamzungumzi wala hamkemei kukamatwa kwa hawa viongozi. Mashehe sio mashehe tu, hata baadhi ya wachungaji, baadhi ya maaskofu tunazungumzia amani sana, na hiyo ndio kelele kama ulivyosema. Tunalaumiwa kwamba baadhi mashehe hawazungumzii kuhusu haki, wanazungumzia kuhusu amani. Lakini nataka nitahadharishe na nitanabahishe. Unapozungumzia haki, nataka niwape tu mfano mdogo. Haki haina nafasi, na huo ndio msimamo wangu. Haki haina nafasi kama amani haipo. Nataka niwaambie, kutibiwa, serikali kujenga miundombinu ya tiba, kutoa afya kwa wananchi wake, hii ni haki ya kikatiba. Kuchaguliwa kwa maana kufika mahala kupiga kura, uweze kuchagua ama uweze kuchaguliwa, hii ni haki ya kikatiba. Kuwa na barabara nzuri katika nchi ni haki ya kikatiba. Kuwa na mashule mazuri ni haki ya kikatiba. Haki hizi zote hata zikiwepo katika nchi, ikiwa amani haipo, hizi haki hazina kazi. Kwa wito wangu mimi ni kwamba tuipiganie amani, halafu mambo yote tuyaweke kwenye jamvi linaloitwa amani, yanazungumzika. Na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan muda wote ametangaza toka alipoingia madarakani. Mimi nakumbuka Rais Samia ameingia madarakani, utaona ilikuwa vyama vya siasa vimepigwa marufuku. Kuna baadhi ya wanasiasa walikuwa uhamishoni, kuna baadhi ya wanasiasa walikuwa wakidai mapesa yao chungu nzima. Lakini mama huyu rais wetu alipoingia madarakani akasema siasa sasa mlango umefunguliwa, walikuwa uhamishoni warudi, walikuwa wanadai fedha zao warudi. Hata baadhi ya vyama nimesikia wakitamka wao wenyewe kwamba malimbikizo ya fedha zao walizokuwa wanaidai serikali ziliwawezesha kununua ofisi katika eneo la thamani katika jiji la Dar es Salaam. Sasa ukijiuliza, yote haya yalifanyika kwa njia ya rais huyu alipofungua mlango wa mazungumzo. Ushauri wangu na hasa na mimi ni kwa sababu ninachokisimamia ni mkoa huu wa Mwanza, ushauri wangu sisi wana Mwanza tuendelee kutulia. Rais wetu amefungua mlango wa mazungumzo na kuna kitu kinaitwa 4R. Watu warudi, wakae, wazungumze. Mazungumzo mahala pote hayatakiwi, lakini si jambo la sawa kumforce rais, kumlazimisha rais, kuilazimisha mamlaka. Mtakwenda kuibua vitu visivyokuwepo. Leo sasa mashehe wanaweza kusimama wakadai sasa na wenyewe waitishe maandamano kwenda magereza yote nchini Tanzania kuwadai maustadhi na mashehe walio huko wanaotuhumiwa kwa kesi mbalimbali. Je, jambo hili litakuwa sawa? Je, wanasiasa wengine wacharuki wasiwe na sisi tunakwenda kumtoa mwanasiasa mwenzetu, tutamtoa kwa mikono yetu? Jambo hilo litakuwa sawa? Nchi itakalika? Tuiachie vyombo vya usalama vifanye kazi yake vizuri, tuiachie nchi iendelee kusimamiwa vizuri, na sote kwa pamoja tuungane kuiombea nchi idumu kwenye amani, idumu kwenye utulivu, na hatimaye tuzizungumze hizi haki ambazo kila mmoja wetu ni haki yake. Lakini msingi wa kupata haki ni kuchunga amani. Hata kwenye mazingira ya familia yako, wewe na mkeo ndani, mkeo atakuwa anahitaji jambo fulani ama wewe unahitaji jambo fulani, linaweza kufanyika nje kuna bunduki inalia? Haliwezi kufanyika. Na mengine mengi, haki ya kuwalisha watoto wako. Huwezi kutafuta riziki ya watoto wako kama hali ya nchi au hali ya eneo unaloishi haliko salama. Amani ndio msingi.